Ninawashukuru mawakili wenzangu, tulikuwa jopo la mawakili watatu na tumewasilisha hoja zetu kuhusiana na swala hili la Mdude na kuhusiana na mazingira ya kuchukuliwa kwake kinyume cha sheria, kutekwa na kushambuliwa kwa kuumizwa nyumbani kwake. Tumetoa hoja na upande wa jamhuri wamejibu. Kwa hiyo sasa tunasubiri uamuzi ambao uamuzi unakuja tarehe 9. Kwa sababu wajibu maombi 5 walijibu, mmoja hakujibu. Kwa hiyo tumefanya wajibu wetu, sasa tumeliacha kwa mahakama ili tuone mwisho haki na au nini kitajiri baada ya hapo. Hizi ni hatua tu, niseme tu kwamba tulisema tuna hatua nyingi kuhusu swala la Mdude. Mdude ni rafiki yetu, alafu Mdude anatoka Mbeya na Mbeya tunaga kazi ndogo. Tutakuja mahakamani, tutakwenda kwa Mungu, kushtaki kwa Mungu, lakini wakati mwingine tutatumia haki zingine za kikatiba ambazo tunaruhusiwa, zikiwemo haki za kuandamana na kutaka uwajibikaji ili wahusika wachukuliwe hatua. Haiwezekani watu wao wanakula kodi, wanapokea mishahara afu vitendo vya namna hii vinaendelea. Kwa hiyo hizi hapa ni rasharasha, tuko mahakamani, tusubiri tutaanza kudondosha za masika. Mwisho tutaendelea kupambana kutafuta haki ya kijana mwenzetu kwa njia yoyote ile ambayo ni halali na ambayo itasaidia sisi kumpata kijana mwenzetu. Mapambano hayatoacha na tutaendelea nayo. Haluta continue, no reforms, no election. Tupo hapa kwa sababu moja tu. Tunaendelea kuitafuta na kuipambania haki ya ndugu yetu Mdude. Haijalishi itapita muda kiasi gani, lakini toka tuwaoneshe kwamba ustaarabu wa watu wa Mbeya na namna ambavyo wanapendana hailingani na mahali pengine popote pale. Hatutakubali kukaa nyumbani na kuridhika kuona mmoja wetu amepotea, kwa sababu wote tuko hatarini. Kwa hiyo tutahakikisha tunaendelea kupambana, kuhakikisha tunashirikiana na mawakili kwa kila hatua na kwa kila namna, ili isiwe kwa mara nyingine tena mmoja wetu akachukuliwa. Lazima wajue kwamba wanachadema wa Mbeya na wakazi wa Mbeya hawako tayari kumuona mmoja wao anapotea. Kwa wakati tunaendelea kumuomba Mungu ili aendelee kutenda miujiza, tutaendelea kuipambania haki ya Mdude kwa kuja mahakamani ili wale ambao wamemchukua Mdude wawajibishwe na utaratibu wa kisheria, ili isiwe mazoea. Kwa sisi kama Mbeya, kama ambavyo tulikuwa mstari wa mbele, haijaitokea mahali kokote mtu alikuwa anatafutwa kila mahali, tutaendelea sasa kumtafuta kwa njia hii ya mahakama. Kwa tumefika leo ni mwanzo, naomba niendelee kuhamasisha watu wa Mbeya, twendeni tarehe 9 tuje kwa wingi, lakini pia kuendelea kuonesha thamani ya damu. Kuna vijana wa Bavicha wanazo t-shirts, tuendelee kuzitafuta ili kila mmoja avae kwa ajili ya kutoa message. Lakini kipindi hichi tunaendelea kuwa watulivu, tukiamini kwamba chama chetu kinaendelea kupambania reforms na uendelee kuwa wimbo wetu, tuendelee kufanya hamasa. Hasa kipindi ambacho chama kimezuiliwa kufanya shughuli zake, nendeni mkapushi agenda ya no reforms, no election, kwa sababu hakuna uchaguzi bila Chadema kuwepo katika box la kura.